الحمد لله الذي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqara, Mwenyezi Mungu anasema fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ama baad, ndugu zangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu, kwa mara nyingine tena, wote kwa pamoja tunajaribu kukumbushana katika jambo muhimu sana la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kumbukeni kwamba katika vitu vingi ambavyo huwa tunaviacha na kukosea, basi ni dua. Tujitahidi sana kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kwa kufanya hivyo ndiyo njia pekee ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimkumbuka Mungu, basi utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la kwanza kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat. Jambo somo la kwanza tulikuwa na somo linaloelezea ikhlasun niyya, faslun fil amri bi ikhlasin niyya wa husni niyya, au faslun fil amri bi ikhlas, mlango unaoelezea ikhlas, kufanya jambo genuinely kwa sababu ya Mungu. Yaani ukalifanya jambo, lile jambo sio unalifanya kwa sababu ya watu, bali unalifanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye peke yake ndiyo mlipaji wa jambo hilo unalolifanya. Na tukasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema innamal a'malu binniyat, hakika sio vinginevyo matendo hulipwa kutokana na nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo ana kila mtu jambo ambalo amelikusudia. Ila akhir alhadith, mpaka mwisho wa hadithi. Na hii hadithi inasemekana pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amehama, yani alipoamrisha waumini kuhama kutoka katika mji wa Maka kwenda Madina, ilikuwa ni lazima kwamba lazima mtu ahame. Basi kuna mmoja katika masahaba ridwanullahi alayhi akawa ametoka kwenda Madina kwa sababu tu kulikuwa na mwanamke alikuwa anataka kwenda kumuoa. Basi kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta hiyo hadithi katika kumtahadharisha sahaba huyu dalili tukufu kwamba asifanye hivyo, kwa sababu likulli mri'in ma nawa, innamal a'malu binniyati. Kwa hiyo ndio ilivyokuwa. Inshallah tusije tukamsema vibaya sana ni sahaba Mwenyezi Mungu Subhanahu, ni sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inawezekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe kutokana na ile nia yake, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kishasema. Basi baada ya kueleza katika kuichambua hii hadithi, akasema warawina anil imami Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, na imepokewa kutoka kwa
Sa'id ibn Abdurrahman Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu, man arada an yusannifa alkitaba, yoyote atakayetaka kutunga kitabu, falyabda bihadha alhadithi, basi aanze na hadithi hii, kwanza kwa hadithi. Waqala al-Imam Abu Suleiman, na amesema Imamu Abu Suleiman al-Khattabi rahimallahu anhu, kana almutaqaddimuna, basi ilikuwa kwa wale waliotangulia miongoni mwa wanawazuoni, min shuyukhi, na katika mashaikh zetu, yastahibuna taqdim alhadith, walikuwa wao wanapenda sana kuitanguliza ya hadithi, al-a'malu binniyat. Walikuwa wakianza kutunga vitabu vyao, basi huanza, au kwenye maneno, basi huanza al-a'malu binniyat, kwa sababu kila jambo nakwenda kukana na nia, ikhlas nia. Hivyo walikuwa wakianza hii hadithi al-a'malu binniyat, amama kulli shay'in yunsha'u wa yubda'u, mbele ya kila kitu ambacho kinaanzishwa au analianza jambo mtu katika mambo, min umuri dini, katika mambo ya dunia, liumumi alhajati ilayhi, kwa kule kuenea kwake haja juu ya hilo jambo, na ni juu ya hiyo husni nia, yani juu ya kufanya kitu kwa ajili ya nia, ni juu ya nia. Kwa mtu huwezi kufanya kitu bila nia. Kwa hiyo wakawa na kila jambo mtu anatanguliza nia, yani anatanguliza hii hadithi. Kumbuka kwamba sasa, jamani, tufanye kwa ajili ya Mungu. Hivyo wabalaghana, imetujia sisi, an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas anasema, mwandishi anasema, wabalaghana, na imetujia an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhu, annahu qala, anasema, innama yufadhu rajulu, mja anahifadhiwa, ala qadri niyati, qadri ya nia yake. Wa qala ghairihi, na wamesema sikuwa yeye, innama yu'ta an-nasu ala qadri niyati, kwamba watu hupewa kutokana na kiwango cha nia yake alikuwa nayo. Kwa hiyo jambo lolote unalolifanya lazima utie nia, na nia iwe nzuri. Your intention must be genuine. You have to do something genuinely. Lazima ufanye kitu kwa nia njema, kwa nia hasa, from the bottom of your heart, kutoka moyoni kabisa. Fanya hilo jambo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Warawina, pia imepokea ani Sayyid al-Jalil, kutoka kwa Sayyid al-Jalil Abi Ali al-Fadil min Iyad ibn Iyad rahimallahu ta'ala alayhi, tarkul amal, kuliacha jambo liajili nnasi, yani mtu akaliacha jambo kwa sababu ya watu, riaun, yani jambo zuri unataka kulifanya because of people, kwa sababu eti ya watu, ukaliacha hilo jambo kwamba watu mimi watanionaje, riaun, hiyo ni ria. Kwa mfano, umefika muda wa kuswali, kuna watu, sasa wewe ukaona haya kufanya ibada kwa sababu ya watu, ria, hiyo ni ria. Au ukaacha kufanya jambo lolote, whatever, yani lolote lile, whatever case may be, yani jambo lolote lile litakalokuwa, ukaliacha eti kwa sababu how will people say, watu watasemaje wakiniona watu mimi nafanya jambo kama hili, itakuwa kwaje? Anasema Sheikh, tarkul amri, kuliacha jambo liajili nnasi, ria, hiyo ni ria bwana, sio ucha Mungu.
wal amalu li ajli nnasi shirkun, na kufanya jambo ili kusudi watu wanione kama mie ni nani, kwamba mie ni shekhe, nikafanya jambo mie mcha Mungu, li ajli nnasi, kwa sababu ya watu. Kufanya jambo kwa sababu hiyo, shekhe anasema shirkun, hiyo ni shirki, unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hizo daraja za shirki, hiyo inaitwa shirki ndogo, yani shirkul asghar, kufanya jambo kwa ajili ya watu wakuone. Kwa hiyo sivyo, fanya kitu genuinely kwa sababu ya Allah. Wal ikhlasi, na ikhlas maana yake ay yuafiyaka Allah minhuma, Mwenyezi Mungu. Ikhlas maana yake kukulinda Mwenyezi Mungu kutokana na mambo hayo mawili. Mambo hayo mawili hayo Mwenyezi Mungu akulinde nayo, na kitulinda Mwenyezi Mungu kutokana na hayo, kwamba kufanya kuliacha jambo kwa sababu ya watu na kulifanya jambo kwa sababu ya watu. Definitely you have to do it in a manner that you are not doing it for the people. You are not living any matter just because of the people, as well as you are not doing anything else just because people want them to see you how you do it, so they can give you somebody. Doesn't make sense. So inshallah tufanye kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tusifanye kitu kwa sababu ya show off, kusudi watu watuone. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika miongoni mwa wacha Mungu wa kweli kabisa hapa duniani na akhera. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika miongoni mwa watu ambao tunafanya kitu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na hatumwogopi mtu yoyote, wala hatuachi jambo kwa sababu ya Mungu, na kwa sababu hatuachi jambo kwa sababu ya watu, na hatulifanyi jambo kwa sababu ya watu, yote tuliyofanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.